hii nani hii content ndio bwana Mzee wa Sukari huyo amemweka sokoni kwamba kijana muonyesha nia kwamba hataki kuendelea kubaki Fei mwenyewe yake sasa kwa sababu kwa mchezaji mwenye mwenye aina ya Fei ambaye hivi sasa ana assist 10+. Huyo ni 13 ndio hizo 10+, yani 10 na kuendelea. Ni mchezaji ambaye msimu uliopita alikuwa ni nafasi ya pili kwa wafungaji bora kwenye ligi mfungaji bora alichukua Ziki, yeye ndo alikuwa nafasi ya pili, lakini pia alikuwa na assist za kutosha. Msimu huu amerudia kile, yani ameendelea, sio amerudia, ameendelea kufanya bora, unamweka sokoni. Hii ni kwamba mchezaji sasa anataka kuondoka. Mchezaji anataka kuondoka ndani ya Azam. Inawezekana, ni ukweli sio pingika, kaona pengine future ya Azam iko wapi? Mchezaji wa mkubwa siku zote ana demand vitu vikubwa. Ukiachana na pesa, wachezaji pia wanapenda mafanikio. Kauli hiyo aliwahi kuizungumza Kylian Mbappe, akasema haitakuwa maana siku amestaafu mpira ameenda kula pesa Saudi Arabia ana UEFA Champions League. Nani atakuzungumza? Ndio sababu ya kutoka PSG na kwenda Real Madrid. Kwa hiyo Faisal bwana, klabu ya Azam FC imesema iko tayari kumuuza kiungo wake Faisal Salum Feitoto kama atatekeleza vipengele kwenye mkataba wake. Kiungo huyo bora wa msimu wa mwaka 2023-24 siku za karibuni amekuwa akihusishwa na timu ya Yanga, Simba na Kaizer Chiefs ya Afrika ya Kusini. Hata hivyo pia meneja wa habari na mawasiliano wa Azam Zakaria Thabiti maarufu kama Zakazi aliambia gazeti hili la Habari Leo kwamba watamuuza nyota huyo kama atatekeleza vipengele vya mkataba wake na klabu hiyo. Je, vipengele ambavyo wameingia kati ya Azam na Faisal mnavifahamu? Ni vipengele vipi? Kwa sababu sio rahisi kusema mchezaji mwenye tajriba ya Faisal Salum kumweka sokoni na wewe huku una malengo kuelekea misimu inayofuata. Tajriba ya Faisal Salum hivi sasa kumpata mzawa kama yule ni kazi kweli, lakini pia unaweza kaenda sokoni pia usimpate. Faisal Salum ni mchezaji ambaye ukimletea mchezaji wa kigeni oya anakaa bench. Mimi nadhani uongozi wa Azam unaweza ukaona pambana sana Faisal kubaki Azam, lakini mchezaji yeye mwenyewe anaonyesha nia, hataki kusalia Azam, anahitaji mafanikio pengine timu zingine ambazo hizi kubwa ambazo zinahusishwa hivi sasa. Sasa kucheza ligi ya mabingwa kama timu tu, hata kombe la muungano unatolewa hatua za awali, unatolewa mapema. Kombe tu la muungano tu. Mchezaji mwenye tajriba ya Faisal Salum ataendelea kusalia hapo. Na mimi ni kweli Azam anaweza kupeleka ligi ya Zanzibar Square hivi kabisa. Waambie Azam kashiriki msimu mmoja Zanzibar, unaweza kumaliza nafasi ya 10. Naona Azam wanavyocheza. Azam unaona kabisa hawana morali. Unaona Azam kabisa uwanjani wanajitafuta, lakini wana wachezaji wazuri. Kwa hiyo bwana Faisal unaambiwa Simba, Yanga au Kaizer. Kisu kikali ndio mla nyama, na Nabi anamtaka Nasir bin Nabi Mohamed. Ni serious kabisa, anamtaka, na kuna mtu alipenyezea kwamba Faisal na Nabi kuna mazungumzo yanaendelea ya kocha na mchezaji. Na Nabi ndiye alituonyesha kwamba Fei ni namba 10 bora. Wakati wengi hawaamini, yeye alimuamini na akatuaminisha kwamba ni mtu wa nusu. Wakati sisi hatuamini, Nabi alimuamini. Faisal akamuaminisha Nabi na umma wa Tanzania kwamba mimi ni namba 10 bora. Ndio hiki ambacho tunaendelea kukiona leo kabisa. Kwa hiyo mwalimu wa Faisal kwenye mafanikio yake ni Nasir bin Nabi Mohamed. Huyu ndio mwalimu wake kwa mafanikio yake, kwa sababu aliyengalisha nyota ya Faisal ni Nasir bin Nabi.
alimfanya Faisal wamuone kiumbe cha hatari sana kwenye ardhi ya Tanzania. Na Nabi toka mwanzo alikuwa bora, lakini alipokuwa kucheza chini wanaona maestro tu ule, basi namba ziongee. Na kumzungumzia Nabi hapa, ameonyesha wachezaji wengi katika mechi ngumu Yanga na TP Mazembe. Nabi anaanza na Ibrahim Baka. Amenyanyua pia. Baka pia ni mwalimu wake ni Nasreddine Nabi. Mashabiki wanafikiria Phil pembeni Kinzumbi anaposereleka. Huyu kijana umemtoa wapi huyo? Akitokea Taifa Jangombe. Jangombe ilikuwa Zanzibar. Zanzibar. Ni Taifa Jangombe. Wakiangalia safu ya ushambuliaji walikuwa na yule striker wao Mzambia. Nani Yanga? Mazembe kipindi kile. Alex Ngonga. Habari piga follow kamba. Moja ni mashine sana ile. Tamani moja kwa moja. Lakini bwana kijana akauwasha kweli kweli. Kwa hiyo ni kocha ambaye mwenye uwezo wa kuvumbua. Ambaye wanamuona leo. Ndio. Aliyemwaminisha kwamba ni beki mzuri wakati ni huyo. Licha kwamba alikuwa lazima vizuri kutoka Tanzania, lakini imani ya watu ni yeye. Na kuwa kocha bora sio tu kuwa na mbinu, lakini pia una uwezo wa kuvumbua vipaji. Bwana Shomari wa moto chini ya Nasreddine Nabi Mohamed. Na kipindi cha Nabi alikuwa anamtumia kama mbavu ya kushoto. Kote. Kula kushoto, kulia, na alikuwa anazima vizuri sana. Alikuwa anacheza kama kuna mchezaji mmoja Muitaliano anaitwa Spinazzola. Kama unampata yule bwana anapasua mbavu zote. Ukimweka kama beki wa kulia, ukimweka kama wa kushoto, mambo ni yale. Moto ni ule. Kwa hiyo niwaambie ndugu zangu, kwa Faisal kwa asilimia kubwa anaondoka Azam. Lakini sasa vipengele hivyo ambavyo ninyi hamvijui vinasemaje? Kwa sababu ukisikiza Zaka anakuambia akifuata vipengele tu tunamuuza, hatuna shida sisi. Vipengele. Hapa kwenye vipengele. Lakini vipengele vinamwambia nini mchezaji akitaka kuondoka? Lakini Wabantu wanasema what goes around comes around. Faisal kutoka Yanga kwenda Azam ilikuwa ni story kubwa sana. Na huenda Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alisema malizane napo. Sasa huenda kutoka Azam FC kwenda katika klabu nyingine pia story ikajirudia. Ndio hapo anaposema what goes around comes around. Yanaweza karudia yale. Sasa tujipe muda tumuone Faisal, lakini kwambie tu Nabi anamhitaji sana binadamu. Na mimi kama ningepata sauti ya kumshauri Feitoto akatafute maisha ya Afrika Kusini, aende pale Kaizer Chiefs akaubonde. Lakini wakati azungumza hayo, maisha ya Nabi ndani ya Kaizer Chiefs bado hayatabiriki. Tunaelewa vizuri bwana, hayatabiriki. Mwenendo wa timu unapanda shuka, lakini kati ya makocha ambao wanampenda sana South Africa, Nabi ni miongoni mwao. Nilikuwa naongea na jamaa mmoja TikTok, ni shabiki mkubwa sana wa Kaizer Chiefs. Anakwambia toka amekuja Nabi tunafurahia mwenendo wa timu yetu. Ni bonge la kocha, akasema huenda akisapotiwa tu kwenye kuletea wachezaji Kaizer Chiefs tabadilika sana. Na tena walikuwa wanaelekea mechi dhidi ya Orlando Pirates kwenye derby, akana ananiambia hivyo vitu vizito. Umenielewa? Na jamaa alimtaja kwamba kiungo, nikamwambia kuna kiungo anaitwa Faisal na usisha kuja huko, unamfahamu? Akasema Mtanzania anacheza Azam na mfahamu. Kwa Nabi yupo kwenye mipango yake Faisal, na alimvutia waya kabisa. Bwana Feitoto, sikiliza, mimi nakutaka, hebu tuongee, anazungumzika. Lakini haitunyimi usingizi pia Tanzania. Simba na Yanga wako nao wanahangaika naye. Ila shida ni kipengele. Hapo kwenye vipengele sitaki tuvizungumze sana. Tuata tu kipengele. Tuweke tu kipengele. Ni kipengele kipi? Na wakati pia anatoka Jangwani kwenda Chamazi, walisema hatuna shida kumwachia afuate kipengele. Vipengele Vipengele na kipengele cha Yanga kwenda Azam Faisal kinasemaje? Na kipengele cha Faisal kuuzwa akiwa kama mchezaji wa Azam kinasemaje?
Bwana Kisiki, ipengele tuendelee na magazeti. Kipengele tuendelee na magazeti. Haya sawa bwana. Sawa, nikamata gazeti jingine bwana. Kipengele. Kipengele. Kwa kweli bwana, leo kipengele. Kipengele.